Ndugu wananchi, naitwa Kanali Bernard Masala Mlunga, kaimu mkurugenzi wa habari na uhusiano, Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania. Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania lina utaarifu umma wa Tanzania kuwa kumejitokeza baadhi ya watu wanaotumia mitandao ya kijamii kuweka maudhui yanayochochea kuliingiza jeshi katika mambo ya siasa. Aidha, baadhi ya hoja hizo zinatolewa na watu waliopo katika mazingira ya kijeshi kujinasibisha na jeshi, walioachishwa na jeshi kwa tabia na mwenendo mbaya, pamoja na kujihusisha na siasa na wanaharakati. Kwa mantiki hiyo, Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania linapenda kuutaarifu umma wa Tanzania kuwa linaendelea kutekeleza majukumu yake kikatiba kwa uaminifu, utii na uhodari kwa kuzingatia kiapo chetu. Asanteni. Habari za wakati huu wa Tanzania. Kwa majina naitwa Captain Tesha, afisa kutoka Jeshi la Wananchi wa Tanzania katika kikosi cha Saki, kwa maana kwamba ni shule ya anga ya kijeshi. Awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu, muumba mbingu na nchi, kwa kunipa uhai na afya mpaka muda huu ambapo nazungumza nanyi wa Tanzania wenzangu. Nikiwa na maumivu makubwa sana moyoni juu haya yanaendelea katika nchi yetu. Nimejaribu kutafakari sana mpaka muda mwingine kufikia kumshirikisha Mungu kwamba nikiwa naiona hatari kubwa sana ambayo ipo mbele yetu kama taifa. Haikuwa rahisi hata kidogo kwangu mpaka leo hii Watanzania kuniona nikiwa mbele yenu naongea haya mambo. Haikuwa rahisi kwa sababu nazijua taratibu zetu za kijeshi jinsi zilivyokuwa ngumu, hasa kwa mambo kama haya. Haikuwa rahisi hata kidogo kutafakari mpaka kuamua kufanya hiki. Kwa maana hiyo sasa, nikiwa naifahamu hatari hiyo iliyopo mbele yangu juu ya hichi ninachokifanya kwenye utaratibu wetu, desturi zetu, pia katika mambo mengine, sitojali hizo hatari kwa namna yoyote. Sitomuogopa mtu yoyote, ila heshima kwa wakuu wangu itabaki pale pale. Hivyo basi nimeweza kuandika barua kwenda kwa wakuu wangu wa kazi, kwa maana kwamba CDF na wengine, kuwaeleza kwamba siridhishwi kabisa kwa yanayoendelea nchini, na naiona hatari kubwa sana katika taifa letu. Hivyo basi ni vema kama jeshi kuchukua hatua haraka sana kabla hatujachelewa, kwa kuwa imani pekee iliyobaki kwa Tanzania ni jeshi lao. Japo muda mwingine wanasiasa wanajaribu kuliingiza jeshi letu kwenye mambo ya siasa, kulitumia ili uweze kufanikisha mambo yao, lakini tumebaki kuwa imara na bado tunaendelea kuaminika na Watanzania. Hivyo basi, kwa kuona hilo na kuona hali ambayo ipo kwa sasa, sehemu pekee na imani pekee ya Watanzania ni kwenye jeshi lao. Hivyo nashauri jeshi letu liweze kuchukua nchi haraka sana na kuweza kuweka mambo sawa kuliko kuendelea kulazimisha kwenda mbele, hasa katika hili swala la uchaguzi. Baada ya kufanya hivyo, liweze kuwasikiliza wananchi kwenye taarifa, kwa maana kwamba taarifa mbalimbali kutoka kwa wananchi liweze kuwasikiliza na maoni yao. Wanasiasa wazalendo waweze kusikilizwa nao, wenye uchungu na taifa hili wapo, wanajulikana. Mfano, kuna huyu mzee wetu mzuri kabisa, huyu Warioba, mzee mzuri sana huyu, na sijui kwa nini wanampuuza. Kuna huyu Humphrey Polepole, kuna mzee Butiku, kuna majaji wazuri, mfano huyu Jaji Robert Makaramba na wengine wengi. Pia viongozi wa dini, makundi ya haki za binadamu, viongozi wa staff wazalendo, kwa sababu kuna viongozi wa staff wengine sio wazalendo, wanaharakati wazalendo wanaoisaidia taifa kwa kuibua mambo mbalimbali, mfano mambo ya ufisadi, matumizi mabaya na madaraka, na kuibua mambo mengine ambayo yanaisaidia jamii kwa namna moja au nyingine kuweza kutatua kero mbalimbali za kijamii. Kama sasa tukipuuzia hili, basi tusije kuepuka lawama pindi mambo yatapokuwa mabaya. Yaani tusije kuepuka lawama kabisa kama tukipuuzia kufanya hivyo.
Sasa nilikuwa naomba kabla tujaendelea mbele zaidi, nilikuwa naomba kuna jambo moja tujaribu kuliangalia hapa. I think linaweza kutupa mwanga mzuri kwa mambo mengine ambayo nitakayoelezea hapo mbele. Kuna kitu kimoja kinaitwa deep state. Deep state. Nitaenda direct. Deep state ni kundi la watu wenye ushawishi mkubwa ndani ya serikali au taasisi za dola ambazo wanafanya maamuzi za kushinikiza sera kwa siri bila kushirikisha au kutegemea ridhaa ya umma au viongozi walio madarakani kihalali. Mara nyingi kundi hili linaaminika kuwa linaendelea kushika madaraka hata serikali inavyobadili kupitia uchaguzi wa kidemokrasia. In short, ni serikali ndani ya serikali, au kwa jina lingine unaweza kuita remote controller. Ni serikali ambayo inafanya kazi nyuma ya pazia, na mara nyingi wanatumia ushawishi wa taasisi kama zifuatazo: jeshi, idara ya usalama, polisi, mahakama, wakurugenzi, ma-CEO wa mabenki na taasisi za fedha, viongozi wakubwa wa kibiashara na matajiri wakubwa, media, mfano TV, redio na magazeti, wasanii na watu mashuhuri, na muda mwingine wanaweza kutumika bila hata wao wenyewe kujijua kama wanatumika na hao deep state. Sifa kuu za deep state hapa nitazielezea, zipo 4. Ya kwanza, hufanya kazi kwa siri au covert operation, na wanafanya kazi hivyo ili wasiweze kugundulika, kwa sababu wakigundulika inaweza kidogo ikawapa shida. Namba 2, hawajibiki moja kwa moja kwa wananchi. Mara nyingi wanawatumia wanasiasa ambao wako upande wao. Kuna wanasiasa ambao wapo upande wa deep state, kwa hao ndio wanatumika moja kwa moja kufanya mambo yao serikalini. Hutumia taarifa za siri, propaganda au vitisho kudhibiti hali. Pindi mambo yao yanapoanza kujulikana na wananchi, mara nyingi wanatumia vitisho kwa kutumia vyombo vya ulinzi na usalama, au wanaweza kutumia media na baadhi ya watu. Nashangaa tu influencer from nowhere mtu anaanza kumtukana mwenzake bila sababu. Na wanaweza kumpinga au kumuondoa kiongozi aliyechaguliwa kama hawakubaliani naye. Mfano, wananchi labda wamemchagua kiongozi fulani ambao wao wamempenda, wameona kabisa huyu kiongozi ataenda kutusaidia kutukomboa katika nchi yetu au katika jamii yetu. Sasa kama huyo kiongozi ataenda tofauti na matakwa ya hao deep state, watafanya kila hila aidha kumuondoa kwenye madaraka yake au kumdhuru afya yake, ikiwezekana kabisa kumuua. Sasa zifuatazo ni dalili ambazo zinaweza kuonyesha kwamba katika nchi yako kuna deep state. Namba 1, maamuzi makubwa yanafanyika nyuma ya pazia. Sera muhimu zinapangwa na watu wachache wasiochaguliwa na umma, ambazo hazina maslahi kwa umma na mara nyingi zinakuwa zinawakandamiza wananchi. Namba 2, idara za usalama zinakuwa na nguvu zaidi ya kawaida. Vyombo vya ujasusi, mfano polisi, usalama, vinaonekana kutenda mambo kinyume na sheria au kibali kutoka serikalini au bunge, kwa sababu muda mwingine wanapokea amri kutoka huko kwenye deep state. Namba 3, ukosefu wa uwajibikaji. Unaweza kukuta kuna hali ya rushwa au kuna rushwa ambayo imefanyika katika taasisi fulani, na unashangaa tu from nowhere watu hawachukuliwi hatua, wanaekeana kinga. Na inaonekana kabisa watu wamefanya hizo hujuma za rushwa. Hakuna uwajibikaji, unaachwa. Namba 4, kampeni za habari na propaganda. Hutumia media, mfano magazeti, TV, radio na mitandao kwa ajili ya kutengeneza propaganda pindi unapoona taarifa zao au siri zao zinajulikana. Utengeneza namna ya kuweza kuficha huo ukweli. Namba 5, maslahi ya kiuchumi na kiusalama. Watu wachache sana, mfano wafanyabiashara wakubwa, familia za kitajiri na taasisi za fedha, wanashirikiana moja kwa moja na maafisa wa usalama au jeshi. Yaani wanakuwa kitu kimoja, wanatengeneza bondi. Na pia mikopo au tenda au mikataba ya kitaifa ambayo ina faida wanapeana wao kwa wao. Wanapeana maslahi wenyewe kwa wenyewe. Si watu wazuri hao.
Namba 6, kukandamizwa kwa wakosoaji au whistleblowers. Wapiga filimbi au waandishi wa habari za kichunguzi mara nyingi wanakandamizwa, ikiwezekana kuuliwa au kudhuriwa pindi wanapotoa habari zao, pindi wanapofichuliwa. Na vyombo vya habari muda mwingine vinavyofanya hivyo mara nyingi wanachukuliwa hatua. Hivyo vyombo vya habari vinachukuliwa hatua na hao watu kwa sababu wana mkono mrefu. Si watu wazuri hao. Huendeleza maslahi hata kama ni kinyume na matakwa ya umma au sheria. Wananchi hata mkipiga kelele vipi kuhusu hali mbaya au matatizo ya nchi, wao hawajali. Yaani wanafanya mambo kwa maslahi yao, hawajali wananchi hao watu. Hawajali kabisa. Wanafanya mambo kwa faida zao wenyewe. Sasa kwa namna hiyo mnaweza mkapata clear picture kuhusiana na hili jambo la deep state. Kwa mnaweza mkafanya comparison, mnaweza mkaangalia hali halisi na kinachotokea nchini kwetu. Je, hiko kitu kweli ni kipo? Kwa mimi ninavyoona na kwa ajili na kwa namna ambavyo nchi yetu inavyoendelea, hili jambo lipo. Lipo kabisa bila hata kuficha. Hakuna kuficha hapa. Hili jambo lipo na linaongozwa na CCM mtandao, wanajiita mtandao hapa. Wapo chini ya Kikwete, Rostam Azizi, wakina marehemu Bernard Membe, Mungu lazima roho yake mahali pema peponi. Hawa watu ndio wanasababisha Tanzania isiendelee, wanarudisha nyuma nchi yetu. Na vile vile waliweza walimhujumu sana Dr. marehemu John Pombe Joseph Magufuli. Yeye mwenyewe alisema kuna watu wanamhujumu na Kikwete mmoja wapo. Alisema Magufuli bila ubishi. Hawa watu wa Tanzania wanatakiwa mwajue kwamba hawa watu hawana nia njema ya taifa hili. Hawana nia njema kabisa. Hawa ndio wanasababisha maendeleo yasipatikane kwenye taifa letu na usalama usipatikane kwenye taifa letu.